kwa madai kuwa uteuzi wake au kufuata sheria, taratibu na kanuni za utumishi wa umma. Taarifa iliyosainiwa na katibu mkuu uchukuzi Bwana Omar Chambo inasema waziri pia amewasimamisha kazi watendaji wengine 4 wanaosimamia vitengo vya fedha, sheria, biashara na uhandisi kupisha uchunguzi wa fedha zilizotumwa kwenye shirika hilo tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Akiongea kwa njia ya simu na ITV, Bwana Chiza amekiri kupokea barua hiyo ya kutenguliwa uteuzi wake. Nimeendelea kutumikia shirika langu hili mpaka hapo leo nilipopewa hii barua ya kutengua huo uteuzi. Kwa hiyo maana yake kwamba nimeipokea na nimekubaliana na yale yaliyoandikwa kwa moyo mkunjufu. Pia kuna taarifa kwamba uteuzi wako wa awali kwamba haukufuata taratibu na sheria. Ni sheria na taratibu gani ambazo hazikufuatwa hapo awali? Mimi sijui kwa sababu mimi ni mtaalamu wa masuala ya ndege. Sasa ilipokuwa nimesikia kwamba shirika lilikuwa limeshinda kurudisha vibali vyake vya kuruka, aliyeniteua aliniomba wakati ule nikiwa meneja mkuu wa Jetlink ambaye ni wa Kenya kwamba nije nisaidie kurejesha hadhi ya shirika kwa sababu ni ya Tanzania, na mimi nikakubali. Nimefanya hiyo kazi na nimekamilisha yale ambayo nilifikiri nimefanya kwa uwezo wangu. Tumeingia mkataba wa kushirikiana na hao watu wa Aerovista ambao ilikuwa tunaendeleza tena kwenda kuleta ndege ya pili. Tarehe 5 ndege inatarajiwa kuja. Kwa hiyo na tungeendelea kufanya hivyo, lakini nadhani hata wale nawaachia nitawaasa tu kwamba waendeleze mipango ambayo tulikuwa nayo ili wafikie kule ambapo tulikuwa tumedhamiria. Uamuzi huu umeupokeaje na una kipi labda cha kuambia Watanzania kwa sasa? Mimi sina la kuambia kwa kila kitu, kama nashukuru kwa ushirikiano wote ambao tulipata kwa vyombo vya habari, kwa Watanzania wote ambao walikuwa wanafurahia ufanisi wa shirika letu. Na mimi pia nasema tu kwamba kwa kuwa cheo ni dhamana, kwa hiyo kama leo nimesikia stage kwamba labda mchango wangu hauhitajiki, mimi nashukuru kwa hilo na kwamba nitachangia kwenye eneo jingine ambalo nchi naona kwamba naweza kuwasaidia. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimehitimisha operesheni ya vuguvugu la mabadiliko mkoani Mtwara katika wilaya ya Nanyumbu, kikivuna maelfu ya wanachama sanjari na ufunguzi wa ofisi za chama hicho kwa kila kata na vijiji. Mwandishi wetu Renatus Mutabus ana taarifa zaidi. Katika hitimisho hilo litakalofuatiwa na uzinduzi wa operesheni hiyo mkoani Lindi, ITV ilishuhudia mikutano ya vijiji na kata mbalimbali za wilaya na Nanyumbu ambapo maelfu walijitokeza kuwalaki makada hao. Katika hotuba za katibu mkuu wa Chadema Dr. Wilbrod Slaa alizozitoa katika ufunguzi wa matawi mbalimbali na mashina, alisisitiza ushiriki wa kila Mtanzania katika kujenga chama sanjari na vita dhidi ya ufisadi ambao amedai kulitafuna taifa kwa muda mrefu na kuiweka nchi katika mazingira kushindwa kutumia rasilimali zake kutoa huduma stahiki kwa umma. Ukombozi wa kwanza tulimwondoa Mwingereza, tulimwondoa mzungu ambaye ana shangazi ana mjomba kule kwao. Ukombozi wa pili tunajiondoa kutoka kwenye makucha ya ndugu zetu. Hawatakubali kirahisi. Tutabanana nao hapa, lakini tutashinda kwa sababu nguvu ya umma haina mpinzani daima. Katika hitimisho la mikutano tofauti iliyofanyika Mangaka wilayani Nanyumbu, mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bwana Freeman Mbowe pamoja na mambo mengine waliwataka Watanzania kuunganisha nguvu zao katika masuala mtambuka ya kulijenga taifa lenye matumaini bila kujali itikadi zao kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa hiyo msituane macho, tusituane leo, tusituane kwa sababu ya jana. Tukumbane kuhusu mustakabali wa maisha yetu, mustakabali wa mazetu na maisha mema kwa kila wetu. Ni Renatus Mutabus, ITV Nanyumbu. Wananchi wameitaka wakala wa barabara nchini